Usiku wa kuamkia leo, Iran imejibu mapigo kwa kurusha makombora katika kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Udeid iliyoko nchini Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa wiki iliyopita. Kituo hicho ambacho ni miongoni mwa ngome kuu za jeshi la Marekani katika ukanda wa Ghuba kililengwa pamoja na kambi nyingine ya Marekani iliyopo nchini Iraki. Qatar imethibitisha kutokea kwa shambulizi hilo na imelaani vikali hatua hiyo ya Iran, ikisema kuwa ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka yake ya anga na uhuru wa taifa. Serikali ya Qatar imesema ina haki ya kujibu mapigo ya moja kwa moja dhidi ya mashambulizi hayo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ndilo lililoongoza mashambulizi hayo dhidi ya kambi za Marekani nchini Iraki na Qatar. Qatar imethibitisha kushambuliwa kwa kambi ya Al-Udeid ambayo ni makao makuu ya operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Akizungumza kwa niaba ya serikali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansar, amesema mashambulizi ya IRGC kwenye kambi ya Al-Udeid ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya anga ya Qatar, uhuru wa taifa hilo na katiba ya Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa wanayo haki ya kujibu moja kwa mashambulizi haya kulingana na sheria za kimataifa. Aliongeza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Qatar iliweza kugundua na kuharibu makombora ya Iran kabla hayajaleta madhara makubwa, na hatua za usalama zilichukuliwa haraka kulinda raia na wageni waliopo nchini humo. Serikali ya Qatar imesema imefunga anga lake kwa muda kama sehemu ya hatua zinazochukuliwa kufuatia matukio yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa wananchi wake na wageni. Taarifa zingine zimeeleza ndege zimeelekezwa kutua nchini Bahrain. Kufungwa kwa anga ya Qatar kunajili wakati Iran imerudia vitisho vyake vya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kufuatia mashambulizi kwenye maeneo yake ya nyuklia. Mamlaka husika za Qatar zinatangaza kusitishwa kwa muda kwa safari za anga katika anga ya nchi ili kuhakikisha usalama wa raia, wakazi na wageni, imeeleza taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje. Hatua hiyo inakuja kama sehemu ya hatua za tahadhari zilizochukuliwa kutokana na hali inayoendelea katika eneo. Taarifa hiyo iliongeza, hili linakuja baada ya Uingereza na Marekani kutoa tahadhari kwa raia wao walioko Katari kutulia ndani ya makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mvutano katika Mashariki ya Kati. Kufuatia tahadhari ya usalama ya Marekani kwa raia wake walioko Qatar kwa tahadhari ya hali ya juu, tunapendekeza raia wa Uingereza walioko Qatar wabaki ndani hadi taarifa nyingine itakapotolewa, imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza katika taarifa yake. Ubalozi wa Marekani nchini Qatar ulituma barua pepe kwa raia wake ukiwashauri wabaki ndani hadi taarifa nyingine itolewe. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Qatar na kuhimiza kwamba juhudi zote lazima zifanywe ili kupunguza hali ya wasiwasi na kurejesha amani katika eneo hilo. Wakati wa mazungumzo ya simu na balozi wa Qatar nchini Pakistan Ali Mbarak, Waziri Mkuu Shehbaz ameonyesha mshikamano na serikali ya watu wa Qatar katika wakati huo mgumu. Mapema usiku wa kuamkia hii leo, Iran ilifanya pia shambulizi la kombora
kwenye kambi ya jeshi la Marekani ya Al-Udeid katika jimbo la Ghuba, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo. Shambulio hilo lilielezwa na jeshi la Iran kama baya na lenye nguvu, liliashiria kuongezeka kwa mzozo unaozidi kukua kila kukicha. Mgogoro huo ulifuatia vitisho kutoka Tehran vya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya anga ya Marekani ambayo yalilenga vituo vyake vya nyuklia vya chini ya ardhi huko Fordo, Isfahan na Natanz. Kwa kutumia mabomu ya Pound F-30, Marekani ilijiunga na kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran baada ya kile ilichokiita ukiukwaji wa ulinzi wa kimataifa wa nyuklia. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.